Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itaendelea kuishambulia Iran tena hii leo Jumatano, akionyesha wazi kuwa mashambulizi yaliyofanywa usiku wa Jumanne dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran hayakuwa mwisho wa operesheni za Washington, bali yalikuwa mwanzo wa hatua kali zaidi za kulipiza kisasi kufuatia tukio la kuangushwa kwa helikopta ya kijeshi ya Marekani karibu na mlango wa Hormuz. Kauli hiyo imeongeza zaidi mvutano mkubwa tayari uliopo katika eneo la Mashariki ya Kati, huku hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa kati ya mataifa hayo mawili ikiendelea kuongezeka kwa kasi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari ndani ya ofisi ya Oval katika ikulu ya White House, Trump alisema Marekani iko tayari kuongeza nguvu ya mashambulizi yake dhidi ya Iran na kwamba operesheni za kijeshi dhidi ya taifa hilo zitaendelea kwa kiwango kikubwa zaidi ikiwa Iran itaendelea kuchelewesha kufikia makubaliano ambayo Washington imekuwa ikisisitiza kuhusu usalama wa kikanda pamoja na suala la mpango wa nyuklia wa Iran. Tutaendelea kuwashambulia na tutawashambulia kwa nguvu sana, Trump alisema, huku akionekana kutuma ujumbe mzito kwa viongozi wa Iran kwamba Marekani haitalegeza msimamo wake. Rais huyo alikuwa akijibu swali kuhusu ujumbe wake wa awali alioandika katika mtandao wake wa kijamii, ambapo alisema Iran italazimika kulipa gharama kwa kile alichodai kuwa ni kuchelewesha kwa makusudi mazungumzo ya kufikia makubaliano. Trump aliendelea kusisitiza kuwa mashambulizi yaliyofanyika tayari yameleta madhara makubwa kwa Iran, akidai kuwa Marekani ilifanya mashambulizi makali siku iliyopita na pia ikaendelea tena kufanya operesheni nyingine ndani ya saa chache zilizofuata. Tuliwapiga kwa nguvu jana na tumewapiga tena kwa nguvu leo, Trump alisema mbele ya waandishi wa habari, huku akitoa kauli iliyotafsiriwa na wachambuzi wengi kama ishara kuwa operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran bado zinaendelea au zinaweza kuongezwa muda wote. Kauli hizo zimekuja baada ya jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kueleza kuwa lilifanya mashambulizi yaliyolenga mali na miundombinu ya kijeshi ya Iran kama hatua ya kujibu kile ilichoita uchokozi wa Tehran baada ya helikopta ya kijeshi ya Marekani kuangushwa karibu na mlango Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa taarifa za Marekani, helikopta hiyo ya kivita aina Apache ilikuwa ikifanya operesheni za kawaida za kijeshi katika eneo hilo la bahari wakati ilipopigwa na kile ambacho Washington ilidai kuwa ni shambulio lililohusishwa na Iran. Alidai kuwa ndege isiyo na rubani ilihusika moja kwa moja katika tukio hilo na kuongeza madai kuwa kulikuwa na bomu lililokuwa limefungwa kwenye helikopta hiyo lakini halikufanikiwa kulipuka. Katika mahojiano ya simu yaliyoripotiwa na Fox News, Trump alisema bado hajafunga mlango wa kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu ya Iran, ikiwemo vituo vya kuzalisha umeme, madaraja makubwa na maeneo mengine ya mkakati ambayo yana mchango mkubwa katika uchumi wa taifa hilo. Ninaweza kuyaondoa kabisa nikitaka, Trump alisema alipoulizwa kama bado anafikiria kushambulia miundombinu ya nishati ya Irani, ingawa hakutoa jibu la moja kwa moja kuhusu lini au kama mashambulizi hayo yatafanyika. Kauli hiyo imeongeza hofu kubwa miongoni mwa wachambuzi wa usalama wa kimataifa ambao wanaamini kuwa kulenga miundombinu ya kiraia kunaweza kuongeza zaidi hasira za Iran na kusababisha mashambulizi makubwa zaidi ya kulipiza kisasi dhidi ya maslahi ya Marekani pamoja na washirika wake wa karibu na eneo la Mashariki ya Kati. Katika hatua nyingine, mapema kabla ya matamshi hayo, Trump aliandika ujumbe mkali katika mtandao wake wa kijamii akisema Iran imekuwa ikichelewesha kwa muda mrefu mazungumzo ya makubaliano ambayo kwa mujibu wake yangekuwa ya manufaa kwa taifa hilo. We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.